amepatia jambo, Mungu ametenda kwa neema ya Mungu. Mkono wa Mungu umevushwa, mkono wa Israeli umevushwa, mkono wa nabii Israeli umevushwa, akuvusha kwa jina la Yesu, akuvusha matatizo, akuvusha majirani, akuvusha kwenye mikosi, akuvusha kwenye misiba, akuvusha mwezi wa kumi, akuvusha mwezi wa 11, akuvusha mwezi wa 12, akuvusha kwa jina la Yesu, akuvusha kwa jina la Yesu, akuvusha uzao wako, akuvusha familia yako, akuvusha ndoa yako, akuvusha watoto wako, akuvusha adui zako, adui zako waangusha kuvushwa katika jina la Yesu aliye hai, akuvusha mwanamke, akuvusha mwanaume, akuvusha mtoto, akuvusha mzee kwa jina la Yesu aliye hai, pokea kuvusha kwa jina la Yesu aliye hai. Sema nimevushwa, nimevushwa, nikavushwa na nikavushwa, na nimevushwa na nimevushwa na nimevushwa. Sema amina. Nimekuvusha kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema Israeli wakavushwa kwa mkono wa nabii. Israeli walivushwa. Hakuna mchungaji hapo. Israeli walivushwa kwa mkono wa nabii. Chochote kinachokusibu, iwe una kesi, tunafuta hiyo kesi kwa jina la Yesu. Iwe una madeni, tunafuta hayo madeni kwa jina. Ninafuta, sio tunafuta, nafuta mwenyewe. Sema amina. Sema amina. Kama una madeni nafuta kwa damu ya Yesu. Hayo madeni nafuta kwa damu ya Yesu. Kama una laana naifuta kwa damu ya Yesu. Kama una mikosi naifuta kwa damu ya Yesu. Kama una njaa naifuta kwa damu ya Yesu. Kama una mateso naifuta kwa damu ya Yesu. Kama una laana naifuta kwa damu ya Yesu. Laana hiyo laana na mzazi wako. Laana hiyo laana na ndugu ya Yesu. Yesu kwa ajili ya kufuta futa. Kwa jina la Yesu. Hiyo laana naifuta. Hiyo mikosi naifuta. Na kuvusha uende kwenye baraka zako kwa jina la Yesu aliye hai. Uwe ni mwezi wa kupokea fedha, uwe ni mwezi wa kuunganisha watu wazuri, uwe ni mwezi wa kuolewa, uwe ni mwezi wa kupata ajira, uwe ni mwezi wa kucheka. Wala misiba itakuwepo tena, wala magonjwa yatakuwepo tena, wala mikosi yatakuwepo tena. Kabla hujafa ukamiliki viwanja, ukamiliki biashara, kwenye familia yako, mtoto mdogo atakufa, wala mume wako atakufa, wala mke wako maadui zako wachawi wako watakufa, wanakuroga watakufa, wanakufuatilia watakufa, wanaocheza na maisha yako wataanguka kwa jina la Yesu aliye hai. Mara tunatambua maneno sio ya kule, sio ndoa tu huko. Nafikiri atakuja bila kujiunganisha. Sahau. Kwa jina la Yesu, wanaokaa mikao ili kukuharibia, wanaokaa mikao ili kujadili jina lako, kuchafua jina lako. Leo nadhiri na maadui wanaochafua majina yako, huyo anayechafua jina lako, akutana moto Bwana wa majeshi, akutana moto Bwana wa majeshi, akutana moto Bwana wa majeshi, huyo anayechafua maisha yako, akutana kauna na kupiga ngumi. Sio kwa sababu haipati mtu. Hiyo laana uliolaaniwa naifuta kwa damu ya Yesu aliye hai. Uchawi ulioliwa na ufuta kwa damu ya Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu, kwenye uzao wako atapokea mtu mkuu. Kwa jina la Yesu, kwenye uzao wako atapokea mtu mkuu katika bara la Afrika, katika bara la Tanzania, katika jina la Yesu aliye hai. Kwenye uzao wako wewe, kwenye ukoo wako watakuinamia, watakuinamia, watafanikiwa kwenye ukoo wako, watakuinamia kwa jina la Yesu aliye hai. Hao waliokuchelewesha, waliokulau, waliokuona unawana, pasipo na kuja kuinamia, pasipo na kuja kuinamia, nami nataka kucheza na wewe. Waone baraka zako, hatakupa waone magari yako, hatakupa waone makampuni yako, kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea hizi baraka, pokea hizi baraka mwanamke, katika jina la Yesu aliye hai. Hawatakufa mpaka wale waone baraka zako. Maneno haya yanayotoka sio ya kawaida. Yaani unanikariri mimi kila Jumapili wasitabiriki ovyo. Wiki iliyosha sikutabiri. Unakariri kwamba mbona Jumapili hajatabiri? Maana Mungu hajasema tabiri. Jumapili hii katabiri na sadaka siachi hilo neno.
Shida ukalili umekaa kimwili mwili. Haleluya. Umekaa kipelelezi kuja kupeleleza kanisani. Haleluya. Mtu ambaye amekaa rohoni hatajua kama kuna nini kinaendelea. Mtu ambaye yuko rohoni hata akiulizwa mchungaji alikuwa amevaa nguo gani hatakumbuka kwa sababu yuko rohoni. Lakini unapeleleza atakuwa mpelelezi. Sema fire. Acha kuwa mpelelezi. Amwimano kutoka kwenye shimo. Nimekuja kutoka kwenye dharau na kutoka kwenye dharau na kwenye heshima kwa jina. Lakini pia hapa tuko kwenye maombi ya siku 7. Nikasema wiki hii kwa tangu wana wote wateketee na leo kuna nisema miwili. Amina. Na sana lile kufanya mchawi kwa jamii yenyewe na ngeni. Kwa sababu kinywa cha nabii kimenena. Shida unatoa huku unasubiria. Acha ujinga wewe. Yaani unatoa huku unasubiria. Nini sasa? Nini huu muujiza ukitoa jisa? Atakuanza ulichokitoa ili Mungu afanye haraka. Atakuanza. Sema moto ongezeke. Nataka nione mpesi mmoja kwenye hii madhabahu akianguka. Chukulia Mungu ni mstaarabu. Watu wanamchukulia Mungu ni shemeji yao. Watu wanamchukulia Mungu eti ni mpole. Nataka nikwambie Mungu anaua pia. Anaua tena vibaya. Mvua ya mwaka huu itakuwa ni mvua ya kupiga radi wachawi kwa jina la Yesu. Radi itasafiri magharibi, kaskazini. Radi itasafiri nyumbani kwako. Radi itasafiri kwenye mtaa wako ulikozaliwa. Watapigwa radi, waanze kuaibika kwa jina la Yesu. Utapokea simu kwenye simu, unawasha simu, unakaa unakagua simu. Mbona sasa hela haingii? Ukishaambiwa nyamaza, tulia, pesa itakuja, malaika utaleta wenyewe. Atakushanga. Atakagua simu ovyo. 5,000 sio saizi yako. Milioni 1 sio saizi yako. Milioni 10 sio saizi yako. Wewe ni wa mabilioni. Sio saizi yako hiyo. Mungu akamwambia jana niko kwenye maombi. Hao ndio watabiria sasa hivi wanahangaika tena simu ziko. Fire. Neno la nabii kishazungumzwa. Tulia. For the end of day itatimia. Amina. Wewe amini. Maswala kusema nabii ndio nani? Tulia. Haleluya. Kubembeleza tukufundisha nabii nani ili wewe. Nasema ndio Mungu isinyeshe mvua leo. Sanati. Nikiwa hapa saa 12 hakuna mvua hapa. Unaweza mtaanza kufa na njaa. Nikikasirika. Tukazuia watu wasilime. Kausha mahindi. Sisi ndio wale tuliokufa tukarudi tena, tumekaa kaburini, tunajua kaburi. Luka yusema fire. Sema moto. Yaani hapo ukija hata kama una imani, lazimisha kuwa na imani. Acha ujuaji. Wewe usiwasi kuwa na imani, lazimisha. Sasa mimi mbona siwaelewi? Wewe njoo humo uelewi kitu gani? Amina. Mbona kama uelewi mbona ulizaa? Haleluya. Siwaelewi wanaume mbona ulizaa? Toka hiyo. Wanaume hawaeleweki mbona na watoto sana. Tena ni wababa mmoja. Haleluya. Amina. Kama uelewi lazimisha, umeona kama uelewi lazimisha. Kusa jirani mwambie kama uelewi lazimisha. Kila kitu lazima ulazimishe. Lazimisha. Hata kuvaa suruali ya mtumba kule imekubana. Lazimisha. Amina. Lazima ulazimishe eti kiatu kidogo. Kuna kiatu kidogo. Lazimisha. Hata siku unazaliwa ulilazimishwa. Sema lazimisha. Hata mahusiano mpaka ulazimishe. Ungekuwa umekataliwa mara moja usingeenda tena. Sikutaki wewe kaka, kumbe anakutega. Usipoenda siku ya pili, ya tatu, ya 4, anasema mbona ukaka tena arudi jamani. Kumbe alikutega ili ulazimishe. Kwa kumbe lazima ulazimishe kwa jina la Yesu aliye hai.
Ukinunua kiwanja ukasema kwa milioni 10, hapana, usirudi nyuma, lazimisha tena na tena, kama yule mwanamke aliyekuwa akidai fedha kwenye Biblia. Yesu anasema alipoenda kudai fedha akarudishwa, akaambiwa mama, tuna hela, na kesho akaenda 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 tuna hela. Kaka yule aliyekuwa namna yake akasema hapana, ametusumbua sana, mpeni hela yake. Kwa lazima lazimisha, kununua gari lazimisha, kununua kiwanja lazimisha, kununua ndege lazimisha, kuwa na biashara kubwa lazimisha. Umejenga kwenye wiki la kulazimisha. Leo nimetoka madhabahuni. Wewe nenda kalazimisha kila kitu. Katika kulazimisha kuna kitu kitatokea. Kuna mlango utatokea hapo hapo. Unapolazimisha hapo hapo. Kuna mlango utatokea. Kuna mlango utatokea. Kwa jina la mwanamke kalazimisha kuzaa kwa jina la Maria. Lazimisha. Kila kitu ni kulazimisha. Pokea kwenda kulazimisha. Kalazimisha kila kitu. Nilikuwa napitia changamoto wakati fulani. Oh my God, nikapigia simu kwa madhabahuni. Nikaenda, nikaambiwa kule leba, nikaambiwa toa hela. Tunataka 100,000 hapa sasa hivi. La sivyo unapoteza mke na mtoto. Sina hela sasa, zote sina. Nikachukua usafiri wangu, pikipiki moja inaitwa Boxer. Nikaiwasha nikaenda kwenye duka la madawa moja hivi. Nikafika, nikifaa shingapi? Nimeambiwa vifaa vimeandikwa. Vyote hivi vinajumuisha 60. Sina hela. Natoka nje naangalia ni muombe nani? Maana nimeambiwa kwa atakufa huko, ni muombe nani? Bwana mmoja nikamwambia Mungu, nataka nilazimisha hapa sasa. Nataka nilazimisha hapa. Bwana mmoja akapaki Range Rover nyeusi. Akashuka akaingia duka la madawa, akatoka. Roho Mungu akanambia mdake huyo ana hela huyo, mdake. Nikamdaka, aisee, nina 1 2 3 kule hospitalini, mambo yameenda shagala. Yule mwenye hela, kwa sababu Mungu aliniambia nimlazimishe, akasema usijali, kwani ni shilingi ngapi? Anadaiwa hiki na hiki, ingia uchukue pharmacy. Nikachukua, akanipa hela 100,000, nikalipia, akaniambia ubarikiwe. Nikaondoka, nikaenda kulipia, nililazimisha. Wakasema kwamba umechelewa, umechelewa kidogo tu, nilipata 5 tu, mambo yaharibike huko, lakini kafika mambo yakaenda yakaenda shalom, mambo yakabadilika. Lazima lazimisha kwa jina la Yesu. Sema lazimisha, sema napokea upako kulazimisha. Unalazimisha umeganda, unafanya hivyo kuziko, unalazimisha kuishi. Amenitendea. Pokea upako kulazimisha mwanamke, pokea upako kulazimisha mtoto, lazimisha kuwa na degree, lazimisha kuwa na elimu kubwa. Anza kupanga sasa hivi mimi ni nani, anza kuongea sasa hivi mimi ni nani, nitakuwa nani, angasoma kwenye unani. Kila kitu ni kulazimisha. Hujaoa kwa sababu kulazimisha. Umeoa kinyemela, hujaenda kutoa mahali, usilazimishi. Nenda kwenye familia, mketishe baba mkwe na mama mkwe, tena waambie mkulima anakuja leo kutoa mahali. Kama hamna cha mahali, watapiga kambuzi pale, utapiga kambuzi kao, utakala, utakachoma, utakula, utafurahi, watakuletea wazee, utaanza kuwapanga sasa. Sikuja kutoa mahali, nimekuja tu kujitambulisha kwanza. Yaani unalazimisha. Unaanza kushangaa. Kwa kana mbuzi hamna hata hela. Mwanaume mzima, haleluya. Wafahamie kwa jina la Yesu aliye hai. Tena piga simu, mwambie tarehe fulani mwezi fulani nakuja huko nyumbani, kwa sababu unajua umemchukua mtoto hoja toa mahali. Wao unajua tu ni mahali zinakuja. Wataandaa wazee, watapika, watachinja, utafika, utakula, utashiba. Ukimaliza nilikuwa nimekuja kuwasalimia, sasa nataka kujua ni shilingi ngapi. Narudi tena. Lazimisha. Hiyo ni imani. Ukishakula ukirudi wanasema hawatakwambia hapo, haleluya. Wataongea sisi tunajua ndio lazima hivyo. Watalaumu
ndio naenda kupambana sasa na upelekea siku. Ili kusudi siku nayoenda wasielewelewe kama unapeleka hela. Kwanza siku watachinja hata mbuzi. Kwa sababu sasa hivi unapeleka pesa, unachinja mbuzi, unatoa hela kubwa unapigiza kwenye magamba. Watu kwanza gia kwenda kula mbuzi, alafu ukirudi sasa hata kama unawapigia simu wapokee, sasa sema wewe unakuja tu kula huyu. Nakuja, safari yako inakuwa haina uzito hiyo siku. Hiyo ndio siku unashangaa. Kumbe siku ambayo haieleweki ndio siku ya miujiza. Siku ambayo itambuliki ndio siku ya miujiza. Kwa jina la Yesu, siku yoyote Mungu akutendee muujiza. Siku usiyoamini ndio Mungu afanye muujiza kwenye maisha yako. Siku ambayo haueleweki ndio Mungu afanye muujiza kwenye maisha yako. Siku ambayo haueleweki Mungu afanye muujiza kwenye maisha yako. Siku ambayo haueleweki umechoka, siku yako imekasha na magara, kufikia jioni muujiza utoke. Uelewi, siku ambayo unaona mambo yaendi, siku ambayo unaona upepo umekaa vibaya, hiyo siku ndio Mungu Bwana majeshi atakutokea, atakuletea faraja, atakuletea tumaini, atakuletea upako, atakuletea nguvu kwa jina la Yesu. Ndio kabisa ya. Kwa maneno haya yenye Mungu tayari. Alafu naenda na nyumba. Hizi ndio zilikuwa sadaka, kama umekaa nazo basi saidia. Haleluya. Funika damu Yesu mara ya kwanza. Yaani siku ambayo huelewi, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Yaani siku ambayo huelewi ndio na mchango wako atupokee isi mchango mzuri. Upi? Iko sawa? Sema sasa, hata kama ningesema zile pesa ziache nipe hapa zikae madhabahuni, singenielewa. Ningesema huyo mzee anataka hela zangu. Ile mimi niliona ile pesa nilizopewa binti sio nzuri. Nimekuona live kabisa Mungu. Ona zaidi mtu wa Mungu. Hii ndio maana halisi ya kusaidia watu waliofungwa. Walioshikiliwa katika hii madhabahu. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Yaani sasa wanataka sasa ukutoe kabisa ukumalize. Nishangaza. Sema hivi hawa watu siwataji majina. Hivi hawa watu ni wa aina gani kwenye hii dunia? Mbona hawana huruma? Tilia vita vya kwanza, yaani mtu unasali, unapigwa vita, yaani mpaka ukijileta, yaani nitakufuata kwenye nikuue. Alafu baadaye unakuwa na shida haraka alafu nakwambia njoo chukue. Sikuna kitu hapo? Manake kuna kitu. Yaani mimi nimekukosea, umenikosea. Umenikosea sana. Yaani mpaka na kinyongo na alafu ukipata shida. Alafu nakwambia njoo chukue haraka. Na anakupa. Kumbe kile kitu kaweka bomu mle ndani limeandaliwa. Maisha ya umaskini ni mabaya. Kama una pesa unaweza hata usiombe nakwambia. Kinachowaua wengi ni umaskini, naomba unielewe. Angekuwa na pesa asingeomba kwa sababu hana. Zile hela zilizowekwa kuna bomu la kumtoa ndonje unaelewa. Amina. Nimeongea tu simple hiyo. Sasa kuchonganisha nini maisha watu. Chambo katika damu alizokuwa anatoa kutoka viuzi huko. Lakini Mungu amemuona hata hivyo, ashukuriwe Mungu amemuona, ameokolewa tena. Kwa hiyo mimi naweza nikaa kwenye mawazo sana, nikaa kwenye mambo mengi nawaza kama Mungu amemkusudia mtu asife, lazima niletee. Kwa hiyo nilishangaa, yaani live nimekaa nakuja live, naona sasa anapiga magoti, anayumba. Kufa. Nikana mweza Mungu hii ni nini? Pesa alizopewa binti sana. Nafanya watu mpitie shida ni maskini. Ndio maana ukatae maskini, sema ukatae maskini. Kwa sababu kuna pesa nyingine unapewa si pesa. Mchawi.
Unajua nilitafakari hela alizopewa zimepelea. Mbona zile zimepelea? Ya kwanza imeshiba, ya pili haijashiba. Mtu anakupa 1900. Kwa nini asiweka 50? Badala. Tafakari basi leo. Hizo zinaitwa evil gift. Yaani mtu anakupa 1900. Eti 50 asiweke kamilike 2000. Kwa nini yote alipata hapa akupe hii? Hizo ndizo namba za kichawi. Yaani mimi nakupa 195. Kwa nini siweke 5000 ikafika 200? Tafakari. Nimekosa nini? Hizo hela za mwisho mzikatae. Zinazoishia mwishoni. Ogopa sana mtu alikupa 1500, 3000, 30,000 au alikuwa zima. Yaani hiyo 3,000, 3,000, 150, 3,300, hiyo ni hela mbaya sana. Naua. Ninamappreciate Mungu wa madhabahu ya Shaddai. Amen. Ananetea live huyu bibi. Bado Mungu anampenda. Amina. Na wewe ufunguliwe kuliko. Amina. Sogea ni touch. Mungu, asante kwa sababu ya unabii wa picha ulioniletea nikiwa ofisini. Kwa ajili ya binti akiwa na nguo hizi. Namuombea hilo agano lililopamba juu yake, agano la kumwondoa maisha, agano la fedha za kichawi, ninaliangusha kwa jina la Yesu aliye hai. Huo uchawi umrudie aliyeutuma kwa jina la Yesu aliye hai. Tamani mwache la kamosa mbele bodi ya baraka baba zande. Haya, funguliwa la katoka ndani yake. Achia haraka. Mwache haraka. Toka ndani yake haraka. Toka ndani yake haraka. Kamata moto. Kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe ni nani? Wewe nani? Sio? Hadi pangana mapepo hivi. Tafakari sasa. Sasa mambo haya. Wewe nini? Unataka nini? Umetuma kufanya nini kwake? Fungua kidogo ongee. Umetuma nini? Hiyo pesa ninaichoma kwenye ulimwengu wa roho, naiunguza kwa jina la Yesu aliye hai. Ninavunja hilo agano la kumtoa kafara, na nisambaratisha na nipasua kwa jina la Yesu aliye hai. Natangaza achilio kuanzia sasa. Napitisha moto kwenye mgongo, kwenye kifua, kwenye kichwa. Napitisha moto kwenye miguu, napitisha moto sehemu za siri, napitisha moto kwenye kichwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kamata moto. Wewe ni nani? Mna mambo. Hii madhabahu ningekuwa na sali hapa mimi siwezi kuiacha. Wewe ni mshukie, sema mshukie. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unataka nini? Nataka uongee leo. Utueleze issue. Wewe ni nani? Wewe nani? Umekamatwa tu, hauwezi kumaliza. Sasa nakuteketeza kwa mamlaka niliyopewa. Wewe kuzimu, wewe madhabahu, hizo fedha ziwe moto, anza kuungua moto,